Huyu ni kijana Lulenga. Amefanya kosa la ajabu na mizimu ya kijiji ikatuma kiti cha ajabu kikambeba kijana huyu na kuondoka naye. Simulizi hii ni ya kutisha na yenye kuogofya. Mtazamaji, sikiliza simulizi hii mwanzo mpaka mwisho. Kuna kijiji kimoja kilichoitwa Ngalangala. Kijiji kilichozungukwa na milima mitatu mirefu na misitu mitatu minene iliyokuwa kisifika kwa upepo wa ajabu uliovuma kila jioni. Kijiji hiki kilikuwa na amani. Watu wake walikuwa watiifu, wachapakazi na wenye imani kubwa kwa mizimu ya mababu zao. Lakini Ngalangala ilikuwa na mwiko mmoja mkuu ambao unasema hivi: mtu yeyote asithubutu kulima, kuchimba au hata kupita karibu na mti mkubwa wa mwavuli ulio katikati ya msitu wa Lulongwe. Huo ndio mwiko mkubwa ambao uliopo katika kijiji hiki cha Ngalangala. Mti huo wa mwavuli ulisemekana kuwa ni makao ya mizimu ya ukoo wa kale wa Ngalangala, na kila mwaka watu wa kijiji walifanya tambiko maalum chini ya ule mti. Walitoa sadaka za maziwa, damu ya mbuzi mweusi na unga wa ulezi. Wazee wa kijiji waliamini kuwa endapo mtu atavunja mwiko huo, kiti cha ajabu cha mizimu kingetokea kumchukua yule ambaye amefanya makosa hayo na kupaa naye angani na asingeonekana tena milele. Hiyo ndio sababu watu wamekatazwa kufanya kile ambacho wamekatazwa. Lakini kwa miaka kadhaa hakuna aliyewahi kuthubutu kuvunja mwiko huo, mpaka siku moja. Lulenga alikuwa kijana wa miaka 24 tu, mchapakazi, jasiri, lakini pia mwenye roho ya kutoogopa chochote. Wazee walimuonya mara nyingi kuwa asijaribu kuingia msituni mwa Lulongwe, lakini alidhani hiyo ni hadithi za kutisha tu kama kawaida. Wazee wa zamani wanakuaga na mambo yao ya kizamani huko. Siku moja wakati wa kiangazi, maji yalipokauka kabisa na mazao kukosa unyevu, Lulenga aliamua kuchimba kisima karibu na ule mti wa mwavuli, akiamini atapata maji safi. Marafiki zake walimkataza na kumwambia, "Lulenga, usithubutu kwenda huko. Ule mti ni wa mizimu. Ukivunja mwiko utakiona kiti cha mauti," alisema Mchocha, rafiki yake wa karibu kweli kweli. Hayo ilikuwa ni maneno ya rafiki yake aitwaye Mchocha. Lakini Lulenga akacheka kwa dharau na kuzungumza maneno haya: "Kiti gani kinaweza kumchukua mtu? Hizo ni hadithi za wazee wa zamani. Mimi nitachimba tu, nataka maji." Mwisho kunukuu. Siku hiyo asubuhi alichukua jembe lake, ndoo na taa ya chemli, akaingia msituni peke yake kabisa. Msitu ulikuwa kimya sana. Ndege hawakuimba, upepo ulivuma kwa sauti ya mtu akilia kwa mbali sana. Lulenga akasogea karibu na mti wa mwavuli. Ulikuwa mkubwa kuliko miti yote, mizizi yake mikubwa ikitokeza nje kama mikono ya jitu lililozikwa nusu. Alianza kuchimba. Kila alipokuwa akipiga jembe chini, sauti ya chuma ikigonga kitu kigumu ilisikika kama vile ikigusa jiwe lenye pumzi zito chini ya ardhi. Baada ya muda alichoka. Aliamua apumzike chini ya ule mti akinywa maji yake. Ghafla upepo mkali ukapiga. Majani yakaanza kucheza kama mtu akipiga makofi. Kisha alisikia sauti ya kike ikinong'ona, "Maji unayotafuta ni damu yetu, acha." Mwisho kunukuu. Lulenga akasimama, akaangaza taa yake huku na kule. Hakuwa na mtu. Akauliza, "Ni nani ananizungumzia?" Akapaza sauti kwa kuuliza, "Najua vijana hawa bwana." Hakuna aliyejibu. Upepo kazidi, taa ikazimika, giza likaenea. Ndipo ardhi ikaanza kutikisika kidogo, na mbele yake kikatokea kiti cha mbao kikubwa chenye michoro ya nyoka na vichwa vya wanadamu. Kiliinuka kutoka ardhini taratibu kama kitu kinachotoka kaburini. Lulenga alitetemeka. Kiti kikaanza kumkaribia chenyewe. Kisha kiti hicho kilianza kutetemeka na kutoa sauti nzito kama ngurumo ya mbali. "Ulivunja mwiko, Lulenga wa Ngalangala, panda." Mwisho kunukuu. Hiyo ilikuwa ni sauti kutoka kwa kiti. Alijaribu kukimbia, miguu ikagandia chini. Mikono yake ilianza kuvutwa kwa nguvu.
na moja kwa moja akapelekwa kwenda kuketi juu ya kile kiti bila hiari yake. Mara moja kiti kikaanza kuzunguka kwa kasi, huku sauti kisikika kijijini kama kuna mtu analia. Wanakijiji walianza kukimbia katika nyumba zao mara baada ya kuona mwanga mkali ukipaa juu ya msitu na kiti kikiondoka kwa kasi ya kimbunga, huku Lulenga akiwa juu ya kiti. Baada ya sekunde chache tu kilitoweka gizani. Lulenga hakurudi tena. Hapo kukazaliwa hofu ya wanakijiji. Kijiji kizima kilitanda hofu. Watoto wakalia, wanawake wakaficha watoto ndani, na wazee wakaita baraza la dharura. Walikumbuka kauli za mababu zao: mizimu haitasamehe hadi damu ya kosa ilipwe. Mwisho kunukuu. Hizo ndio zilikuwa kauli za mizimu, na mababu zao walikumbuka kwamba mizimu haiwezi kusamehe mpaka damu ya kosa ilipwe. Lakini nani angeweza kulipa kosa la Lulenga? Wengine wakapendekeza watume sadaka, wengine wakasema wachimbe tena chini ya ule mti, lakini hakuna aliyethubutu hata kukaribia ule msitu. Siku zikaenda bwana, wiki zikapita, lakini kila usiku wa manane sauti ya Lulenga ilisikika ikilia mbali kama mtu anayeanguka bila mwisho. Yaani, naanguka, bado sijafa, nisaidieni. Hayo ilikuwa ni maneno ya Lulenga. Wazee walijua sasa ni zaidi ya laana, ni hasira ya mizimu. Katika kijiji hicho waliishi mganga mzee mmoja aitwaye Mzee Ngalema, aliyekuwa amejitenga kwa muda mrefu. Watu walimuita mwana wa milima mitatu kwa sababu alijulikana kwa kuzungumza sana na mizimu. Siku moja akaamua kujitokeza. Akasema, nimekaa kimya muda mrefu, alisema kwa sauti nzito, lakini sasa mizimu imekasirika na lazima tuiridhishe kabla haijachukua mwingine. Wanakijiji walikusanyika uwanjani. Mzee Ngalema, mganga wa kijiji, akaandaa tambiko kubwa: mbuzi mweusi, chungu cha udongo na damu ya kuku jike. Alisema maneno yake ya kale ambayo hakuna aliyeelewa, kisha akachora alama kwenye ardhi. Mizimu inasema kiti hicho hakitarudi hadi mtu mwenye moyo wa kweli ajitolee kulipa deni la Lulenga, alisema kwa huzuni. Ukimya ukatanda, hakuna aliyejua maana yake. Kisha mzee huyu akaendelea kusema, atakayejitolea atapaa pamoja na kiti, lakini roho yake itabaki kuwalinda watu wa Ngalangala milele na milele. Oho! Usiku huo mama wa Lulenga aitwaye Mwasiti akatoka nyumbani kwake akiwa amevaa nguo nyeupe za matambiko. Akasema kwa machozi, mimi nitajitolea. Mwanangu alivunja mwiko, lakini damu yangu iwe sadaka ya mwisho. Wazee walimuomba asifanye hivyo, lakini alisisitiza. Walikwenda wote hadi katika msitu wa Lulongwe. Kiti kilikuwa kimerudi pale pale chini ya mti wa mwavuli, kikisubiri kimya kimya, kana kwamba kilijua yatakayotokea. Mwasiti akasogea mbele, akaweka mkono wake juu ya kiti, akasema, mizimu ya mababu zetu, rudisheni kijiji chetu katika amani, ichukueni roho yangu badala ya wengine. Kiti kikawaka moto wa blue, upepo ukavuma, miti ikaanza kulia. Mwasiti akapanda juu ya kiti, akaketi kimya. Kiti kikapaa juu taratibu, kikiondoka angani. Mara hii hakukuwa na kilio, bali upepo wa ajabu ulivuma kweli kweli kwa sauti ya ajabu. Baada ya saa moja kiti kilitoweka kabisa. Tangu siku hiyo sauti ya Lulenga haikusikika tena. Msitu wa Lulongwe ukatulia, upepo ukawa mzuri tu, na kijiji kikapata mvua tena kama kawaida. Miaka 10 ilipita. Kijiji cha Ngalangala kilirejea kuwa tulivu, lakini kila usiku wa mwezi mpevu, chini ya ule mti wa mwavuli, watu huona mwanga wa blue na kusikia sauti ya mwanamke akiimba, amani imepatikana, nitalinda Ngalangala. Wazee husema hiyo ni roho ya Mwasiti, mama wa Lulenga, aliyebeba laana ya kijiji ili wengine waishi kwa amani. Na tangu siku hiyo hakuna tena aliyethubutu kukaribia ule mti wala kuhoji tena juu ya mwiko. Kiti hakikuonekana tena, lakini kila mtu alijua kama mtu mwingine atavunja mwiko wa mzimu, kiti cha Ngalangala kitapaa tena, kitaanza kuchukua watu. Mwisho wa simulizi hii. Nadhani mtazamaji umejifunza mengi.